Wakati vyombo vya habari vya Tanzania vilikuwa vimezuiliwa kutangaza taarifa ambazo zinahusiana na uchaguzi wa Tanzania, hususan na masuala ya maandamano, bana magazeti ya Kenya nayo yalikuwa yanapiga misumari kama kawa, na nilikupa baadhi ya headlines ambazo zilikuwa zimeandikwa katika magazeti ya Kenya. Sasa hizi ni baadhi ya headlines ambazo labda kwa namna moja ama nyingine hukupata fursa kuweza kuziona kutokana na mitandao kuzimwa na vitu kama hivyo, lakini sasa hili hapa ni gazeti la The Standard kutoka Kenya, ambao wakati wa siku ya kura wakaandika kwamba Samia versus Suluhu. Yani hapa walikuwa wanajaribu kumasha kwamba Rais Samia Suluhu Hassan kulikuwa unafanyika uchaguzi, lakini uchaguzi huu ulikuwa ni Rais Samia Suluhu akishindana na yeye mwenyewe, kwamba alikuwa hana mpinzani, hana mshindani kwenye uchaguzi huo. Sasa katika kuandika nani ambaye alikuwa anagombea urais kule Tanzania, akaandika Samia versus Suluhu. Yani nadhani kwamba ilikuwa ni headline fulani vya kejeli. Sawa na kuweka picha ya Samia Suluhu Hassan kwenye front page kabisa. Alafu pia kulikuwa na hii headline ambayo ilikutana nayo kusema kwamba Africa's sham polls. Yani hapa tukisema sham polls inamaanisha uchaguzi ambao haujafuata sheria, uchaguzi ambao haujakidhi vigezo vya kusema kwamba ni uchaguzi wa haki, uchaguzi ambao sio wa haki, sio wa usawa kabisa. Ndio sham polls. Sasa hapa walikuwa wanajaribu kutaja baadhi ya uchaguzi ambao umetasema kwamba umekuwa ni wa kidhuluma kabisa. Yani kwa mgombea kupata kura kwa 98%. Hapa walikuwa wanajaribu kuingilia uchaguzi wa Tanzania na kuweka pia picha ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwenye front page yao. Upande mwingine pia hapa wameandika kwamba defying Suluhu. Hapa ni vijana, ameweka picha vijana ambao walikuwa wanaandamana kusema kwamba yani defying Suluhu kwa maana kwamba ni vijana ambao walikuwa wamekaidi amri ya Samia Suluhu na kumkataa kwa kila kitu ambacho kilikuwa kinafanyika Tanzania. Hii ndio headline ambayo The Standard pia walikuwa wameiweka. Lakini hapa sasa walikuwa wameshare picha ambazo nadhani kwamba Tanzania na serikali ya Tanzania ilikuwa itaki wewe uone. Japo zimeweka katika mfumo wa black and white, yani hazionekani the original picture ambazo zilikuwa zimepigwa, lakini nyuma kumekwa picha za watu ambao wameuawa, wamepigwa risasi, wengine wamejeruhiwa, lakini kwenye front page wameweka picha kubwa kabisa ya Samia Suluhu Hassan. Sasa hapa wakaandika Tanzania massacre, yani ni mauaji ambayo yalikuwa yamefanyika Tanzania, na akiweka picha Samia Suluhu Hassan inaonyesha kabisa kwamba ni mauaji ambayo yamefanyika chini ya utawala wake. Kwa hiyo yeye ndio yupo responsible, ama yeye ndio yupo ambaye tasema kwamba anahusika na mauaji haya. Sijui unanielewa vizuri. Sasa ni picha ambayo ilikuwa imewekwa kwa front page ya The Standard, gazeti hilo. Lakini pia The Standard pia hawajamwacha hivyo, wakiweka na picha nyingine, ama kulikuwa na headline nyingine ambayo ilikuwa imeandikwa kama The Bloody Crown. Hii ni mara tu baada ya kuweza kuapishwa kama rais wa Tanzania kwenye muhula huu. Hapa anasema kwamba Bloody Crown, yani hapa inamaanisha kwamba unajua kila unapopewa ufalme ama unapopewa uongozi wa sehemu, hiko ambacho unavishwa kama taji ndio kinakupa mwelekezo na ama kinakutambulisha wewe kama kiongozi, wewe kama mfalme, wewe kama mtu ambaye umepewa nafasi ya uongozi. Sasa kwa Samia bana, inaonekana kabisa kwamba alipewa taji ambalo limejaa damu. Bloody Crown, yani crown ambayo amevishwa kama kiongozi, ni crown ambayo imejaa damu. Hiki ndio kitu ambacho alikuwa anajaribu kukimaanisha kusema kwamba Bloody Crown. Lakini pia kulikuwa na headlines zingine nyingi sana ambazo magazeti yalikuwa yameandika. Daily Sunday Nation, gazeti la Nation jana walikuwa wameandika kwamba Samia's big task ahead, yani mtihani mgumu ambao aliokuwa nao Samia baada ya uchaguzi huu. Lakini pia walikuwa Jumamosi walikuwa wameandika kwamba Tanzania's crisis deepens, yani walikuwa wanamaanisha kwamba mgogoro ambao ulikuwa unashuhudiwa Tanzania ulikuwa umeongezeka, yani unazidi kuwa mkubwa zaidi. Lakini kulikuwa na hii hapa ya Tanzania on edge ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba Tanzania ipo njia ya panda. Sasa hizi ni headlines ambazo Kenya walikuwa wakiandika kwenye magazeti yao, wakati Tanzania na media zao walikuwa wamefungiwa kabisa kupost chochote ambacho kinahusiana na maandamano.